Karibu. Hebu fikiria hili kidogo. Kenya wameingia kwa kishindo, yani kwenye ulimwengu wa akili bandia, AI. Ni hatua kubwa sana na ya kijasiri kweli kweli. Ndiyo. Na leo tunafanya uchambuzi wa kina. Tunaangalia huu mkakati wa kitaifa wa akili bandia wa Kenya. Unajua, ule wa 2025 hadi 2030. Chanzo chetu kikiwa ni ule muhtasari rasmi uliotoka hivi karibuni. Kabisa. Lengo letu hapa ni kujaribu kuelewa matarajio yale makuu ni yapi, uwekezaji huu mkubwa unahusu nini hasa, na hii ina maana gani kwako wewe unaotusikiliza na kwa Kenya kwa ujumla. Sawa sawa. Basi, hebu tufungue ukurasa huu. Tunaangalia mpango, yani thamani yake ni shilingi bilioni 152. Na ndoto zake ni kubwa mno. Kubwa sana. Tukianza na hizo pesa. Bilioni 152 kwa miaka mitano. Hiyo ni kama dola bilioni 1 hivi. Sikia si kidogo, Hapo sasa. Si kidogo kabisa. Inalingana na uwekezaji wa nchi kama tuseme Singapore, lakini kinachovutia zaidi hapa nafikiri si tu ukubwa wa hiyo namba. Ni kama kutuma ujumbe mzito kwa ulimwengu kwamba Kenya ina nia ya dhati kuwa kinara wa AI hapa Afrika. Kama ishara fulani. Hasa. Kiasi hiki ni zaidi ya 0.8% ya pato letu la taifa. Hii inaonyesha imani kubwa kwamba AI inaweza kuwa, unajua, kama nguzo mpya ya uchumi, kama tulivyoona kwa M-Pesa au ukuaji wa interneti hapo awali. Ni kama kuweka dau kubwa kwenye hii rasilimali mpya ya kidijitali. Kabisa, kabisa. Na inaonekana dau hilo linaanzia kwenye msingi, miundombinu. Nimeona zaidi ya nusu ya budget inaenda huko. Kituo kikuu cha kitaifa cha AI Cloud. Hiyo ni muhimu sana. Kompyuta zenye nguvu kubwa za kukokotoa. Halafu kuna upanuzi wa mkongo wa taifa wa mawasiliano NYFB. Ndiyo, kuongeza kasi na usambazaji wa internet. Na kitu kinaitwa edge computing. Hilo la miundombinu ni la msingi kabisa. Linajaribu kutatua changamoto kubwa Afrika, gharama na upatikanaji wa nguvu za kompyuta. Hiyo AI Cloud inaweza kuwa kichocheo kikubwa cha ubunifu, unajua? Kweli, kwa watafiti na kampuni ndogo ndogo. Hasa. Na kuhusu NFBI, AI inakula data nyingi na inahitaji kasi. Kwa hiyo kuimarisha huo mkongo ni lazima. Alafu edge computing, hiyo ni muhimu sana kwa vitu kama magari yanayojiendesha au kilimo cha kisasa, hasa maeneo ambayo mtandao sio wa uhakika sana. Na wanasema watatumia nishati jadidifu yetu. Naam. Hiyo ni hatua nyingine ya kimkakati. Kutumia tulicho nacho na kwa njia endelevu. Lakini si kwamba tunajenga haya yote ili tu kutumia teknolojia kutoka nje, si ndio? Kuna msisitizo kwenye ubunifu wa hapa nyumbani pia. Kabisa. Hilo ndilo jambo lingine kubwa. Lengo si kwa soko tu, la hasha. Msisitizo uko kwenye kukuza wataalamu wetu. Wanalenga kufunza zaidi ya wataalamu 1,000. 1,000? Ni wengi hao? Ni wengi. Na sio kuwafunza tu, bali kuwafanya waunde suluhisho zinazoendana na mazingira yetu. Fikiria kama zana za AI zinazosaidia mkulima kugundua magonjwa ya mimea mapema, au zinazotumia Kiswahili na lugha zetu nyingine. Hapo sasa, badala ya kuwa watumiaji tu, Kenya inataka kuwa mtengenezaji na muuzaji wa AI kwa ajili ya Afrika. Hilo lengo la wataalamu 1,000 linavutia sana. Lakini je, mkakati unaeleza jinsi gani watahakikisha mafunzo yao yanafikia viwango vya kimataifa ili kweli tuweze kushindana na kutoa suluhisho bora? Ni swali zuri sana hilo. Mkakati unatambua umuhimu wa ubora, bila shaka. Ushirikiano na taasisi za elimu za hapa na za kimataifa utakuwa muhimu. Hatuwezi kujifungia, lakini nia ya kujenga uwezo wa ndani iko wazi kabisa. Na hii inatuleta kwenye eneo lingine muhimu. Utawala na maadili, naamini. Nimeona kuna msisitizo mkubwa hapo. Ndiyo. Mkakati unaweka wazi kabisa haja ya kuwa na mfumo wa kitaifa wa maadili ya AI. Kuhakikisha inatumika kwa usawa, uwajibikaji na bila ubaguzi. Pia kuna mpango wa kuleta sheria mahususi ya AI bungeni ifikapo 2025. Na kuna nia ya dhati ya kuhakikisha makundi kama wanawake na wasichana yanashirikishwa kikamilifu. Ili ni muhimu sana katika kujenga imani ya umma. Sawa. Ili teknolojia iwanufaishe wote? Kabisa. Si swala la kupunguza kasi ya uvumbuzi. La, ni kuhakikisha uvumbuzi unafanyika kwa njia inayowajibika. Na kitovu cha haya yote kinaonekana kuwa Konza Technopolis. Itahifadhi ile AI Cloud na taasisi za utafiti. Hasa,
Konza itakuwa kama moyo wa mfumo huu, lakini pia kuna ushirikiano na makampuni makubwa umesema. Ndiyo, nimeona Microsoft na kampuni nyingine G42. Hiyo G42 ni kampuni kubwa ya AI kutoka Falme za Kiarabu. Ushirikiano huu utasaidia kuleta teknolojia na ujuzi haraka. Lakini kitu kizuri ni kwamba ushirikiano huu unaenda sambamba na kusaidia kampuni changa za AI za hapa nchini, zile startups. Hilo ni muhimu, kusaidia wazawa. Muhimu sana. Na serikali pia imejitolea kuwa mteja wa kwanza wa hizi huduma za AI. Hii itachochea soko la ndani. Ni mchanganyiko mzuri, kujifunza kutoka kwa wengine na kujenga uwezo wa watu wenyewe. Kwa hiyo, tukijumlisha haya yote, lengo kuu hasa ni nini? Wanataka kufika wapi? Ni kuruka hatua. Mkakati unasema waziwazi, Kenya inalenga kuwa nchi nambari 1 kwa utayari wa AI barani Afrika ifikapo 2030. Nambari 1 Afrika. Naam. Na sio tu kutumia AI, bali hata kuuza nje teknolojia na suluhisho za AI tulizozitengeleza sisi wenyewe. Hapo sasa. Kwa kifupi basi, tunaweza kusema huu ni mpango kabamba sana, unaonekana kufadhiliwa vizuri na unalenga AI iwe zaidi ya teknolojia tu. Kabisa. Lengo kuu ni iwe chombo cha maendeleo ya kijamii na kiuchumi, kuboresha maisha ya watu, iwe katika kilimo, afya, elimu, huduma za serikali na kadhalika. Sasa, kwa ajili yako wewe unayetusikiliza, hii ina maana gani? Ni wazi tunaelekea kwenye mabadiliko makubwa ya kidijitali hapa Kenya. Fursa mpya zitafunguka katika sekta nyingi. Hakika. Lakini pia itamaanisha kuna haja ya kujifunza ujuzi mpya ili kuendana na wakati. Mabadiliko haya kwa namna moja au nyingine yatakugusa. Ni kweli. Na labda tunapofikia mwisho, swali la kujiuliza linabaki. Katika hii safari kubwa ya AI, changamoto kubwa zaidi itakuwa ipi hasa? Je, ni kupata rasilimali zaidi zitakazohitajika njiani, au ni uratibu mzuri kati ya hizi taasisi zote zinazohusika? Au labda ni ile kazi ngumu ya kujenga imani thabiti ya umma katika teknolojia hii mpya na yenye nguvu kubwa. Hilo nadhani ni jambo la kutafakari zaidi tunapoangalia utekelezaji wa hii ndoto kubwa.